tumeuona mkono wa Bwana, tumeziona nguvu za Bwana. Ongeza makofi kama unaelewa. Amen. Kama unaelewa kazi nzuri wanaifanya, ongeza makofi. Wakati umekaa tu, wanaweza ukainua mikono yako juu hivi ukampigia Bwana Yesu makofi ya juu. Yesu anapigiwa makofi ya juu. Ongeza makofi kwa Bwana, ongeza makofi kwa Bwana. Asante Yesu, asante kwa nguvu zako, asante kwa uweza wako, asante kwa nguvu zako. Haleluya, haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu wakati praise team wanaondoka, wanarudi mahali pao. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Hebu tuongeze makofi kwa ajili yao. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena, Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu yuko jirani na wewe, sasa mgeukie, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Mwambie tena, Yesu Kristo yuko hapa. Nisaidie kumwambia Yesu Kristo yuko hapa. Amen. Mwambie kaa sawa sawa. Jamani, haleluya. Wangapi wanajisikia furaha, wanajisikia amani? Uweza wa Bwana uko hapa, nguvu za Bwana ziko hapa. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Geukia mtu, mwambie kwa ushindi kabisa, mwambie faili lako limepatikana. Sauti bado sijasikia. Mwambie faili lako limepatikana. Mwambie faili lako limepatikana. Faili limebeba uponyaji wako. Mwambie faili limebeba mafanikio yako. Mwambie faili limebeba baraka zako. Mwambie leo faili lako limepatikana. Jamani, haleluya. Na waliolificha siku nyingi faili lako watashangaa. Jamani, haleluya. Nasema leo watashangaa. Inua mikono yako yote miwili namna hii, sema faili langu limepatikana. Siongeze sauti. Inua mikono yako, sema faili langu limepatikana. Sema tena, faili langu limepatikana. Sitateseka tena. Wakati mikono yako iko juu, sema sitateseka tena. Ni mwisho wa kuteswa. Ni mwisho wa mateso. Ni mwisho wa msiba wangu. Bwana anarejesha heshima yangu. Bwana anarejesha baraka yangu. Bwana anarejesha miujiza yangu. Sema amen. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Chukua Biblia yako, Esta sura ya 6. Andiko ambalo limebeba, ambao ni ujumbe mkuu wa ibada hii maalum sana ya leo. Karibu some mstari wa kwanza. Hebu jitahidi kusoma kwa haraka, msomaji wangu, mpaka ule mstari wa 6, wa 12. Soma mpaka mstari wa 12. Nitasoma. Ndio. Biblia inasema, usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa. Akaamuru aletewe vitabu vya maandiko ya taarifa, maana yake aletewe mafaili. Nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Sawa. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigatana na Tereshi. Faili la Mordekai likapatikana. Narudia hivi. Faili la Mordekai likapatikana. Wasimamizi wawili wa mfalme katika hao waliolinda mlango waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Ndio. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaa gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Baada ya faili kupatikana, anauliza mfalme, je, ni heshima gani alifanyiziwa mtu huyu, ambaye alipewa heshima gani mtu huyu
ambaye aliwahi kufanya jambo jema namna hii? Endelea kusoma. Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, ndio, hakuna alilofanyiziwa. Sawa. Mfalme akasema, yuko nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme, ndio, aseme na mfalme, ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliyomwekea tayari. Basi watumwa wa mfalme wakamwambia, tazama, Hamani yupo amesimama behewani. Mfalme akasema, na aingie. Basi Hamani akaingia. Mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Hamani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi? Endelea. Basi Hamani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani. Na yale mavazi na yule farasi akabidhiwe mkononi mmojawapo wa maakida wa mfalme aliyemstahiki, ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Ishia hapo. Yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Sema amen. Weka mkono wako kwenye kifua chako, funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu, libariki neno lako, ukatubariki sasa, ukaseme na kila mmoja wetu. Achilia Roho wako Mtakatifu, achilia nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Esta, nataka nikupe utangulizi kidogo. Kama unaandika inakuwa ni vizuri, wale wanaoandika utangulizi kidogo. Kitabu cha Esta, kitabu cha Esta, mwandishi wake sio Esta. Kitabu kimepewa jina la Esta, mwanamke, kwa sababu Esta alikuwa ni shujaa. Katika Biblia takatifu ni vitabu viwili tu ambavyo vimepewa majina ya mwanamke: kitabu cha Ruti na kitabu cha Esta. Aliyeandika, wasomi wa theolojia wanasema yawezekana ni kijana mdogo wa Kiebrania aliyekuwepo wakati huo, ambaye alikuwa anafuatilia taarifa kwa ukaribu sana, ndiye ambaye ameandika habari hizi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio ambaye amekuwa mwandishi wa kitabu hiki, na kitabu hichi cha Esta kimebeba ujumbe mmoja tu mkubwa, ujumbe ambao unasema Mungu au upendo wa Mungu, upendo wa Mungu kwa watu wake, kwamba Mungu anawapenda watu wake. Geukia mtu, mwambie Mungu anakupenda. Haijalishi shida zako ulizonazo, Mungu anakupenda. Ambia mtu, mwambie haijalishi shida uko nazo, Mungu anakupenda. Upendo wa Mungu ni mkuu sana kwako. Acha nikutangazie siku ya leo kwamba upendo wa Mungu ni mkuu sana kwako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha Esta, unaona jinsi ambavyo Mungu anaonyesha upendo kwa watu wake. Jamani, amen. Na kusudi la kuandikwa yalikuwa makusudi mawili. Kusudi la kuandika ni kuonyesha ulinzi wa Mungu kwa Wayahudi walikiwa kule uhamishoni katika nchi ya Babeli, ambayo sasa walitawala au dola ya Babeli, wakanyang'anywa Babeli, ikakamatwa na dola ya Uajemi. Mfalme Ahasuero alikuwa anatawala wakati huo, ameshika dola ya Uajemi. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa.
inaonyesha ulinzi wa Mungu. Sema amen. Lakini pia namba 2, kusudi la kuandikwa ilikuwa ni kuweka kumbukumbu ya siku ya ukombozi. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Yaani Mungu anaandika kitabu hichi, kinaandikwa ili kuweka kumbukumbu ile siku ya ukombozi kwa watu wake. Usisahau ile siku Bwana amekuokoa. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Na ile siku ya ukombozi wanaisherehekea. Kesho kutwa tutasherehekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda hapo, tunasherehekea ile siku ya ukombozi, tunasema Pasaka, kwamba Yesu Kristo alikubali kuyatoa maisha yake msalabani, akafa kwa ajili yetu. Siku hiyo ni siku ya ukombozi kwetu. Jamani, amina. Tunaelewana sawa sawa? Katika kitabu hichi kuna watu maarufu au watu muhimu. Naomba uandike hao watu muhimu. Hao watu muhimu, mtu mmoja wa kwanza ni Mfalme Ahasuero, mfalme wa Uajemi. Huyu ni mtu maarufu. Mtu maarufu namba 2 ni yule Hamani ambaye alikuwa ni waziri mkuu. Hamani, waziri mkuu, aliyekuwa na njama, aliyefanya njama za kuangamiza Wayahudi, akianza na Mordekai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtu namba 3 anaitwa Vashti. Huyu Vashti alikuwa ni malikia kabla ya Esther. Vashti alikuwa ni malikia kabla ya nani? Kabla ya nani? Esther. Esther, lile jina lile Wakaldayo, jina lake hasa Esther ni Hadasa. Esther Hadasa ndio jina lake, akabadilishwa akapewa jina Esther. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukasema badala ya kuita kitabu cha Esther ukasema kitabu cha Hadasa. Sema amen. Kitabu cha nani? Cha Hadasa, shujaa. Nitikie amen. Mtu mwingine tunamwona hapa ni Malikia Esther sasa, ambaye yeye anaitwa ni Malikia Esther shujaa. Lakini na mtu mmoja anaitwa Mordekai. Huyu Mordekai naye alikuwa ni shujaa, mtu ambaye aliamua kumwabudu Mungu peke yake. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Sasa story inaanzia hapo. Sema amen. Geukia mtu taratibu, mwambie faili lako limepatikana. Mwambie kaa kwa kutulia, faili lako limepatikana. Haleluya, haleluya. Naitikie amen. Naitikie amen. Wakati Hamani amepandishwa cheo, amekuwa waziri mkuu, yuko pale ikulu kwenye ile cabinet ya mfalme wa Uajemi. Mordekai alikuwepo hapo mlangoni kama mlinda mlango tu, kama ni mtu wa kukaa getini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niitikie amen. Hamani akapitisha sheria ya kwamba wale walinzi wote, akitoka tu mlangoni anataka watu wote wainame wasujudu. Mordekai akasema haiwezekani. Mimi ni Mwebrania, nimefundishwa kumwabudu Jehova Mungu wa kweli. Siwezi nikaabudu mwanadamu, siwezi nikasujudia mwanadamu. Nitikie amen. Wakati anapita, Biblia inasema ya kwamba Mordekai hakumsujudia Hamani. Hamani akakasirika kama waziri mkuu, akaweka njama, akamshawishi mfalme, akatengeneza hila. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Akatengeneza mkakati kwamba lazima Wayahudi waweze kuangamizwa, akimlenga mtu mmoja tu anaitwa Mordekai. Jamani, haleluya. Kama kuna mtu ananielewa, tikisa mkono wako namna hii. Kama tuko pamoja, fanya namna hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niitikie amen. Kwa hiyo ile njama yake haikufanikiwa. Jamani, amina.
Lakini mfalme alipokuwa ameshawishiwa akapitisha amri kwamba Wayahudi wote lazima wauawe, lazima waangamizwe. Kama unaelewa nitikie amen. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Lazima hao watu wauawe. Kwa hiyo azimio la kuangamiza Wayahudi likawa limetolewa. Wayahudi wakaingia kwenye msiba, wakawa kwenye mateso. Naomba nisikize sana kwa makini. Hamani akaandaa mti wa kumtundika Mordekai. Kilio kwa Wayahudi wote na maombolezo. Biblia inaonyesha ya kwamba Malkia akatangaza maombi. Esta akasema ni saa ya kuomba. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema, unajua walipokamata dola Uajemi, wakahamisha makao yao makuu wakayapeleka kule Shushani. Ndipo Esta anaitisha maombi. Biblia inasema Wayahudi wakawa kwenye msiba kabla ya kifo. Msiba kabla ya kifo. Sio kama unaelewa ninachosema. Umewahi kukutana na shida, yaani unahisi kana kwamba uko kwenye msiba lakini bado unatembea. Unahisi mambo ni magumu. Unaelewa ninachosema? Unaweza kutembea barabarani, magari yanapita, huelewi, maana ufahamu na moyo umefika mahali umebeba majaribu mazito. Unasikia kama vile uko kwenye msiba kabla ya kifo. Wayahudi wakawa katika hali ya msiba wa namna hiyo. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Sema amen. Sema amen. Lakini Esta shujaa akaitisha maombi. Hebu sema akaitisha maombi. Hebu sema tena akaitisha maombi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na sisi watoto wa bonde la baraka tukasema ya kwamba mateso haya hapana. Tukasema ya kwamba kutembea na presha ya tosha. Tukasema ya kwamba kutembea na kisukari ya tosha. Tukasema ya kwamba kutembea kwenye laana ya magonjwa ya tosha. Tukasema ya kwamba kukaa kwenye pepo la ufukara ya tosha. Tukasema ya kwamba kukaa katika hali ya namna hii ya tosha. Tukaitisha maombi. Tukasema tutapiga maombi, tutamwita Jehova Yesu ashuke hapa. Na mimi nataka kutangaza kama nabii wa Bwana, Yesu Kristo ameshuka hapa. Yesu Kristo yuko hapa. Shujaa wa msalaba yuko hapa. Ninatangaza kwa ujasiri, yuko hapa. Ni mwisho wa mateso. Ni mwisho wa mateso. Ni mwisho wa mateso. Maana Yesu Kristo yuko hapa. Inua mikono yako, chapia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Piga makofi. Haleluya. Ayayayayaya. Geukia mtu mwambie ayayayaya. Geukia mtu, usimuhurumie, mwangalie usoni, mwambie ayayayaya. Hebu mguse kidogo namna hii, mwambie ayayayaya. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie injili ya viwango mwanangu. Mwambie injili ya viwango mwanangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema ya kwamba leo ni siku yetu ya kupokea miujiza. Leo ni siku yetu ya kutoka kwenye huzuni ya magonjwa. Nasema leo ni siku yetu ya kuwekwa huru. Tunasema magonjwa yatosha, laana yatosha, balaa yatosha. Hebu sema yatosha.
Sema yatosha, mateso haya yatosha, laana hizi yatosha, umasikini yatosha, umasikini yatosha, magonjwa yatosha. Haleluya! Inua mikono yako, pigia Yesu makofi ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi wakaingia maombi, wakayapiga maombi. Jamani, haleluya! Nilikuwa nasema tutapiga maombi, tutayasukuma maombi, tutapeleka maombi, hatutachoka. Jamani, haleluya! Sema amen. Kama unanielewa na tuko pamoja, fanya namna hii, tikisa mkono wako namna hii, tikisa mkono wako namna hii, tikisa mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wameendelea, jamani, haleluya, wanapiga maombi, maombi yakafika kwenye kiti cha enzi, kiti cha rehema cha Mungu. Niko hapa nikikupa taarifa, maombi yako yamefika mbele za Bwana. Nasema maombi yako yamefika mbele za Bwana. Maombi yako yamefika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai yuko kule mlangoni, anagaragara pale, maana tangazo limetolewa kuuawa. Kuna hatari ya mtu kuuawa hapa. Na wakasema baada ya siku kadhaa lazima Wayahudi wote waangamizwe, akianza na Mordekai. Yuko pale mlangoni, moyo na huzuni, moyo umejaa wa uchungu. Usiku ule mfalme hakupata usingizi. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Hayo ni majibu ya maombi. Mwambie mwenzako majibu ya maombi. Mwambie tena majibu ya maombi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mfalme akakosa usingizi, akasema nileteni vitabu vya taarifa. Na wala hakuelewa kwa nini amekosa usingizi. Sikiliza bwana, njia za Mungu ni za ajabu. Mungu akitaka kutenda jambo kwako, kuna mtu anaweza akakosa usingizi. Sema amen. Kuna mtu anaweza akakosa usingizi na akakaa macho akikuombea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza akakosa usingizi. Mfalme hajalala, akamwita mtunza mafaili au watu kule, akaambiwa nenda kule masijala kule, si ndio? Panaitwa nini kule? Mahali pa kutunzia mafaili panaitwaje? Panaitwa nini? Masijala. Nenda katafute. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Wakati anafungua, anaangalia faili, akakutana na faili la Mordekai. Jamani, amina. Limeandikwa pale Mordekai, limewekwa pale, lilifichwa. Akalichomoa faili la Mordekai, mtunza mafaili, mtu wa masijala. Jamani, haleluya. Sema amen. Sema amen. Akaleta mbele ya mfalme, akamwambia kuna faili hapa. Mfalme akamwambia soma. Likaendelea kufunguliwa kitabu cha taarifa. Jamani, amina. Kikafunguliwa, akasoma. Kuna jamaa wawili walitaka kumpindua mfalme, walitaka kumwangamiza mfalme, kumuua mfalme ili wateke ufalme. Lakini Mordekai alitoa taarifa kama mlinzi. Maana yake Mordekai anaitwa ni mtu mwenye haki, akatoa taarifa. Sema amen. Ikaandikwa hiyo habari. Wale waliokuwa wanataka kumpindua, maana yake walikuwa wanakabiliwa na kesi ya uhaini. Kesi ya uhaini. Wanakabiliwa na kesi ya uhaini, maana wanataka kupindua serikali. Wakakamatwa, wale jamaa wakauawa. Habari zikaandikwa, faili likawekwa. Sasa faili limepatikana. Nasema sasa faili limepatikana. Okay, naongeza tena, faili limepatikana. Nasema tena, faili limepatikana. Natangaza tena, faili limepatikana. Jamani, amina. Jamani, amina. Haya. Sema amen. Sema amen. Mfalme akauliza, ni heshima gani huyu jamaa aliwahi kutendewa? Alipewa heshima gani? Alifanyiwa nini? Jamani, Bwana Yesu apewe sifa.
Unajua, nisikilizeni ndugu zangu, Watanzania wenzangu, watoto wa bonde la Baraka wenzangu, wakazi wa hapa Tunduma wenzangu, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niitikie amen. Mfalme Yesu anasimama hapa, anasema huyu mwanamke heshima gani alipewa? Alifanyiwa heshima gani huyu? Alitendewa nini? Yesu Kristo, Mfalme Yesu anauliza. Nasema tena, Mfalme Yesu anauliza. Mfalme Yesu anauliza. Jamani, haleluya. Wakamwambia hakuna. Akasema nani yuko nje? Wakasema yuko Hamani, yule mshtaki wake, yule mbaya wao. Aingie hapa. Akaingia waziri mkuu anaitwa Hamani. Alipofika pale, mfalme akamkazia macho, akamwambia, wewe waziri mkuu, naomba uniambie ni heshima gani mtu atafanyiwa yule ambaye mimi mfalme nataka kumheshimu? Atafanyiwa heshima, atapewa heshima gani? Unajua, Hamani akafikiri haraka, akasema, unajua, kwenye serikali hii ya Uajemi, kwenye hii dola ambayo inakamata ulimwengu sasa, wa kwanza hapa ni mfalme Ahasuero, alafu wa pili ni waziri mkuu. Kama mfalme anauliza hivyo, manake anayependa kuheshimiwa ni nani? Ni waziri mkuu. Akasema hapa ni mimi. Akaanza kutiririka. Sema amen. Mfalme achukue yule farasi ambaye mfalme anapenda kumpanda, alafu achukue mavazi ya kifalme, alafu achukue na kofia ya kifalme na pete ya kifalme. Jamani, haleluya. Alafu na mavazi yote avalishwe, alafu apande kwa yule farasi, na watu waanze kumtembeza mjini kwamba jamani, tazameni, huyu ni mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu. Tazameni, huyu ni mtu ambaye mfalme apenda kumheshimu. Mfalme akasema, fanya haraka kwa Mordekai. Jamani, haleluya. Fanya haraka, tena anasema lisipungue neno lolote, kama ulivyosema waziri mkuu kwa Mordekai. Fanya hivyo haraka sana. Nataka nikwambie ya kwamba baraka yako hakuna atakaye ipunguza. Baraka yako hayupo atakaye ipunguza. Muujiza wako hayupo atakaye ipunguza. Cha kwako ni chako tu. Cha kwako ni chako tu. Muujiza wako ni wa kwako tu. Sema sawa. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Baada ya hapo, jamani, haleluya, Biblia inasema, najaribu kufupisha kidogo. Biblia inasema baada ya hapo mfalme akasema, sasa Mordekai ameandaa mti kwa ajili ya kumsulubisha Mordekai. Hamani ameandaa mti kwa ajili ya kumsulubisha Mordekai. Sasa mti aliyeuandaa wa kusulubisha mwenzake atasulubishwa mwenyewe. Jamani, haleluya. Natangaza shimo waliokuchimbia adui zako watatumbukia wenyewe. Nasema shimo aliyechimba adui yako atatumbukia mwenyewe. Sema amen. Geukia mtu, mwangalie usoni, mwambie, my friend, kama unanichimbia shimo, basi usichimbe refu sana. Mwambie basi usichimbe refu sana, maana mambo hugeuka, waweza tumbukia mwenyewe. Angalia mtu usoni, mwambie waweza tumbukia mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba mashimo waliokuchimbia
Hautatumbukia adui, atatumbukia mwenyewe. Shetani atatumbukia mwenyewe. Adui atatumbukia mwenyewe. Adui atatumbukia mwenyewe. Hautaingia hapo, wewe utapona. Ataingia mwenyewe. Yule adui yako ataingia mwenyewe. Ule mti waliouweka watatundikwa wenyewe. Itakula kwao, itakula kwao. Ukikutana na Yesu mambo sawa. Ukikutana na Yesu mambo sawa. Ukikutana na Yesu mambo sawa. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Ongeza makofi ya sifa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya! Shangilie Bwana Yesu, mshangilie Bwana Yesu. Naomba usikate tamaa wala usivunjike moyo. Naomba usikate tamaa wala usivunjike moyo. Bwana atakutendea muujiza. Usikate tamaa wala usivunjike moyo. Maadui zako wala usiwachukie wala usiwakasirikie. Bwana atakutendea muujiza. Mashimo walioyachimba wataingia wenyewe. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Sema sawa, sema sawa, sema sawa, sema sawa. Aya. Ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi. Furahia Yesu, furahia Yesu, furahia Yesu, furahia Yesu, furahia Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana Yesu makofi ya kutosha. Inatosha baba, usijali. Jamani, haleluya. Geukia tena mwenzako mwambie usichimbe refu sana, waweza tumbukia mwenyewe. Mwambie mambo yanageukaga. Jamani, haleluya. Sema sawa sawa, sema amen. Mama, Mungu akuponye kuanzia leo katika jina la Yesu. Bwana akuponye kuanzia leo kwa jina la Yesu. Sema amen. Bwana akutane na maisha yako katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Haleluya. Sikiliza hii. Esta sura ya 8. Esta sura ya 8. Nataka kumaliza sasa niende kuomba na watu. Esta sura ya 8. Esta sura ya 8. Haleluya. Soma mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Esta sura ya 8 mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 17. Hebu tuone. Biblia inasema naye Mordekai akatoka usoni pa mfalme. Sikiliza, mambo yamebadilika. Mordekai akatoka mbele za mfalme. Amevaa mavazi ya kifalme. Amevaa mavazi ya kifalme ya rangi ya samawi na nyeupe. Ndio. Mwenye taji kubwa ya dhahabu. Mwenye taji kubwa ya dhahabu. Nataka nikwambie, sikiliza, mwenye taji kubwa ya dhahabu. Sijui ilikuwa ni dhahabu ya Chunya, sijui ilikuwa ni dhahabu ya wapi, sijui ilikuwa ni dhahabu ya kule Shinyanga, lakini ni dhahabu ni jamani, haleluya. Amen. Hebu endelea kusoma. Mji na joho ya kitani safi na rangi ya zambarau. Joho ya kitani safi, rangi ya zambarau. Sikiliza, ukisikia joho la rangi ya zambarau, hilo ni vazi ambalo wakati huo alivaa mtu mmoja tu anaitwa mfalme. Vazi rangi ya zambarau. Nitikie amen. Amen. Kama unaelewa, ndio maana unaweza ukawakuta maaskofu wengine wa madhehebu mengine huwa wanavaga shati ya rangi ya nini? Na shati la rangi ya zambarau havai askofu wa jimbo, havai askofu wa kanda, anavaa askofu mkuu peke yake. Sio kama unaelewa hicho kitu. Amen. Nataka nikufundishe uelewe. Sio sasa hivi kuna watu wengine wanavaa tu, hamna. Yalikuwa anavaliwa na mtu ambaye leo unamuona askofu mkuu amevaa. Labda wakishuka sana, wakimheshimu sana, basi askofu wa diocese. Sio zaidi hapo. Mkuu wa jimbo, wewe nenda na shati lolote tu la draft, changanya huko, wala usisumbue watu. Unaelewa? Hebu endelea kusoma rafiki yangu. Mji wa Shushani wakapaza sauti wakashangilia. Mji wa Shushani wakapaza sauti wakashangilia.
ikawa nuru na furaha na shangwe. Hebu sema ikawa nuru. Ikawa nuru, furaha na shangwe. Na heshima kwa Wayahudi. Na heshima kwa Wayahudi. Na katika kila jambo na kila mji. Na katika kila jimbo na kila mji. Katika kila jimbo. Katika kila jimbo na katika mji. Popote palipowasili amri ya mfalme na mbiu yake, Wayahudi wakapata furaha na shangwe. Nataka niseme leo ni siku yako ya kupata furaha na shangwe. Leo ni siku ya kupewa furaha na shangwe. Haleluya. Karamu na sikukuu. Karamu na sikukuu. Hata wengi wa watu wa nchi. Sikiliza hapo, sikiliza hapo, sikiliza hapo. Hata wengi, rudia tena. Hata wengi wa watu wa nchi wakajifanya Wayahudi. Wakajipendekeza. Wakajifanya ni nani? Wayahudi. Sikilizeni, unajua niwaambie, tukiliwasha vizuri hapa, kuna watu watajipendekeza. Na mimi ni wa bonde la baraka. Na mimi ni wa bonde la baraka. Jamani, haleluya. Watu wa kila mji na kila mahali wakajipendekeza. Sio Wayahudi. Karamu na furaha na shangwe inawahusu Wayahudi, lakini watu wote waliokuwa wa Ukaldayo, watu wa Shushani, walipoangalia furaha na karamu ya Wayahudi, na wao wakajipendekeza. Wakasema, jamani, na sisi ni Wayahudi, tunahitaji furaha yenu, tunahitaji shangwe, tunahitaji nuru, tunahitaji baraka, tunahitaji. Haleluya. Malisia hapo. Kwa kuwa hofu ya Wayahudi imewaangukia. Kwa nini wanajipendekeza? Hofu ya Wayahudi imewaangukia. Nataka nikwambie ndugu zangu, Mungu atakapokutokea, waliokudharau wataleta heshima. Waliokudharau watakupigia saluti. Nataka nitangaze leo, waliokudharau watakupigia saluti. Waliokudharau watakuheshimu. Jamani, haleluya. Hebu endelea kusema hapo. Malizia hapo. Ndio maisha hivyo. Rudia tena mstari wa 17. Biblia inasema, na katika kila jimbo, sawa, na kila mji, popote palipowasili amri ya mfalme, ndio, na mbiu yake, Wayahudi wakapata furaha na shangwe. Ndio. Karamu na sikukuu. Hata wengi wa watu wa nchi wakajifanya Wayahudi. Kwa kuwa hofu ya Wayahudi imewaangukia. Jamani, inua mikono yako, pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Sasa natangaza kwa jina la Bwana, faili lako limepatikana. Bwana anakurejeshea nuru yako, Bwana akurejeshea furaha yako, Bwana akurejeshea heshima yako, Bwana akurejeshea baraka zako. Inua mikono yako yote juu namna hii, inua mikono yako juu namna hii. Natangaza kwa jina la Bwana, pokea furaha yako, pokea amani yako, pokea miujiza yako, pokea amani yako, pokea nuru yako, pokea baraka yako. Haleluya. Watu watakushangaa. Aya. Fanya namna hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema watu watakushangaa. Waliokudharau watakushangaa. Madamu umeingia ibada hii, katika ibada hii ambayo ni ibada maalumu, utakapotoka hapa wewe ni mtu mwingine. Unaanza kutembea kifalme, unaanza kutembea kifalme, unaanza kula kifalme, unaanza kuvaa kifalme, maana wewe ni mwana wa mfalme. Katika jina la Yesu sema sawa. Ongeza makofi kwa Yesu. Haleluya. Na iwe nuru katika maisha yako. Weka mikono yako kwenye moyo wako. Nasema na iwe nuru katika maisha yako. Na iwe nuru katika maisha yako. Na iwe nuru katika maisha yako. Na furaha iwe juu yako.
Furaha iwe juu ya maisha yako, pawe na shangwe, na iwe shangwe katika maisha yako, na iwe shangwe katika maisha yako. Pasiwe na msiba kuanzia leo kwa jina la Yesu, na Bwana akurejeshe heshima yako. Nasema Bwana arejeshe heshima yako. Bwana arejeshe heshima yako. Bwana arejeshe heshima yako, maana faili lako limepatikana. Rabo shaka. Funika macho yako. Rabo shekerebosa. Gloria bashaka rabosike. Faili lako limepatikana. Umelia sana, leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Umelia sana, leo ni mwisho. Tunaenda kuomba sasa. Embu anza kujiandaa kupokea muujiza. Anza kujiandaa kupokea muujiza. Yesu mtenda miujiza yuko hapa. Uweza wake uko hapa. Rabo shaka rabo seke. Rabo shanda rabo seke. Wakati umetulia hapo, naomba usinyanyuke kabla sijakwambia, na wala usitoroke ibada hii. Hii sasa ni saa ya maombi, ni saa ya muujiza wako. Mateso yako hautayaona tena. Yesu anasema, Biblia inasema, Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya. Anakufuta machozi. Rabo shekerebo. Umehangaika na ugonjwa kwa muda mrefu. Miaka sasa umekuwa mgonjwa. Wewe ambao umekuwa mgonjwa kwa miaka mingi, umeteseka na ugonjwa kwa miaka mingi, na ikafika mahali kama vile umeuzoelea huo ugonjwa, ni kama vile umezoea lile tatizo. Miaka sasa zaidi ya kumi unateseka. Mtu wa namna hiyo, simama hapo ulipo. Rabo shakarabo. Simama hapo ulipo. Una miaka sasa umekuwa ukiteswa na ugonjwa fulani. Njoo hapa. Njoo hapa. Rabo shanarabo. Wewe ni Mungu haubadiliki. Watumishi wa Mungu walioko hapa, miliki tangu zamani, haubadiliki tangu zamani, haubadiliki. Wewe ni Mungu. Sogea mbele kidogo. Wewe ni Mungu.
kukaa hivyo. Mikono yako juu namna hii. Inua mikono yako juu namna hii. Paza sauti yako. Sema Bwana Yesu. Kutano mzima sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Ninakuhitaji katika maisha yangu. Najua nimekukosea. Natubu dhambi. Yesu. Nisamehe sasa. Nitakase sasa. Ponya moyo wangu. Ondoa mateso. Ondoa magonjwa. Ondoa laana kwa jina la Yesu. Yesu. Nisamehe. Nitakase. Kuanzia leo nakataa shetani na mambo yake yote na kazi yake zote katika jina la Yesu. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Napokea uzima. Napokea uponyaji. Napokea uzima. Napokea uponyaji kwa jina la Yesu. Wakati umeinua mikono yako, nitapita na kuweka mikono juu yako, na unapokea muujiza sasa hivi. Na usiondoke hapo uliposimama mpaka nitakapokuruhusu. Usiondoke. Wainjilisti na watumishi wa Bwana, naweza mkapita kwa watu bado mkiwaombea. Inua mikono yako sasa. Sema uweza wa Yesu na nguvu za Yesu. Bwana, shusha uweza wako. Shusha nguvu zako za kuponya na kuokoa katika jina la Yesu. Napokea muujiza. Napokea uponyaji kwa jina la Yesu. Anza kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninasimama kinyume na mateso, magonjwa. Atia kwa jina la Yesu. Atia kwa jina la Yesu. Kila vifungo toka. Kila vifungo toka. Mateso toka. Laana toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea. Uwe mzima. 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 Uwe mzima kwa jina la Yesu. Uwe mzima. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Toeka. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Funguka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Rabasaka yanda rababasa likarabo. Funguka. Rababababasa Lorabasaikandarabo likarababasaka kwa jina la Yesu. 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 Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Uwe mzima. Uwe mzima. Uwe mzima. Uwe mzima. Toka mateso, mapepo haya. Achia. Achia mashetani. Toeka ndani kwa jina la Yesu. Toeka ndani kwa jina la Yesu. Toeka ndani kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Rabasakarabo likarababasaka kwa jina la Yesu. Pokea muujiza. Pokea uponyaji. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Nguvu za Bwana ziko hapa. Uweza wa Bwana uko hapa.
Nguvu za Bwana ziko hapa. Endelea kuomba katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Toka katika katika jina la Yesu, toka 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 kwa jina la Yesu. Raba sakarabo, kwa jina la Yesu, toka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu namna hii. Raba saka yanda rabo seke likaraba saka. Mwambie Bwana usinipite. Mwambie Bwana ondoa mateso. Mwambie Bwana ondoa laana. Mwambie Bwana ondoa mateso katika jina la Yesu. Yes. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mateso, enyi magonjwa, enyi roho za laana, enyi mateso, kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Magonjwa ya presha, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya upofu, kwa jina la Yesu. Kila vifungo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana akuweke huru. Zangu zamani haubadiliki, tangu zamani haubadiliki, tangu zamani. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Haya, 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 toka kwa jina la Yesu, toka. Haya, 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 kwa jina la Yesu, haya, toka, toka kwa jina la Yesu. Haya, haya, kwa jina la Yesu. Achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka. Rapasaka yakanabo vikarabasa. Tunawasha moto, tunawasha moto. Wewe ni Mungu, Mungu wangu, Mungu wa mimi, wa Yesu, tangu zamani, Asante. Hebu inua mikono yako, mwambie Yesu asante. Pigie Yesu makofi ya shukrani. Haleluya, 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 haleluya. Hebu naomba unaweza kurudi sasa kwa jina la Yesu. Rabo shaka, kwa jina la Yesu. Naomba mnisikize maelekezo haya kwa dakika chache. Naomba usitoke. Mashemasi, naomba mnisaidie hiyo milango, hebu jaribu kurudishia kwa dakika chache. Naomba unisikilize maelekezo haya. Tutaendelea kumwombea huyu. Naomba unisikilize maelekezo haya. Wangapi wanahitaji Bwana akutane nao leo? Nahitaji Bwana akutane na wewe leo. Asante. Naomba unisikilize vizuri. Nataka nimwombee kila mtu, sababu Bwana amenipa upako wa kukuombea leo, na nahitaji nikuombee leo. Sema amen. Amen. Sema amen. Badala ya kuja hapa ili tuende haraka kidogo, nitasimama hapa, wewe utakuja hapa. Mwenye hitaji lolote sasa,
lolote sasa, utakuja hapa, utafika hapa, nitakuombea alafu utapita hivi. Ni sawa? Wakati praise inaendelea kuabudu, sawa? Amen. Wangapi wanaelewa hiyo? Hiyo itakuwa nzuri sana. Yaani unapofika hapa, Bwana atakutana na wewe. Sukume mbele zaidi, sukume mbele zaidi. Sukume mbele zaidi. Achana na hiyo baadaye. Asante. Naomba sasa, hebu tusimame wote. Waimbaji, hebu imba wimbo wa kuabudu. Mchungaji, naomba uje hapa. Mchungaji, naomba uje hapa. Na wainjilisti 2 3, naomba mje hapa. Haleluya, haleluya. Umenielewa vizuri? Tumeelewana vizuri? Naomba wewe ambao unasema nataka Bwana aniguse, kuna jambo sitaki liendelee katika maisha yangu, sitaki kuwa hivi. Na unapokuja hapa usimwangalie mwanadamu, mwangalie Yesu peke yake. Hapa ni Yesu peke yake, hakuna mtu. Yesu yuko hapa, tunaomhitaji ni Yesu peke yake. Sema amen. Utakuja hapa alafu tutakuombea, alafu unapita. Tuko sawa? Hebu tumwabudu Mungu kidogo. Utakuja utapita hapa katikati. Wainjilisti tunamwekea mtu mkono wote kwa pamoja, alafu anapita. Unapokea uponyaji alafu anapita. Unaposimama hapa unatuangalia sisi hapa, alafu unainua mikono yako juu. Makofi kwa Yesu. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, pokea muujiza wako, pokea uponyaji kuanzia leo. Mateso ni mwisho kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, inua mikono yako juu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Rapa saka, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Rapa saka, ikara babasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapa saka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kumbuka rapa saka, ikara bababo, rapa sayamo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea muujiza. Bwana kufungue, Bwana kufungue, Bwana kutope, Bwana kutope. Rapa wewe Bwana, wewe saka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ukifika hapo na geuka. Wewe Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, pokea muujiza wako. Bwana kuponye, Bwana kutetee, Bwana kuinue, Bwana kutetee kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, pokea muujiza, pokea muujiza kwa jina la Yesu, pokea muujiza, pokea muujiza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea muujiza kwa jina la Yesu, pokea muujiza kwa jina la Yesu. Raba baba baba, raba saka